Assalamu alaikum, ni wakati mwingine tena na leo kama kawaida tunaendelea vipindi vyetu na mbele yako naye Dr. Nyanzige. Kama tunaelewa ya kwamba kwa sasa hivi habari ya Tanzania ni mtoto wa masuperstar wawili wakubwa wa muziki, Diamond na Zuchu, mtoto wa kike. Tumeona tokea juzi, sio hapa, nchi imebadilika na kuambia upepo uko kwao. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema? Alhamdulillah sana. Nakwambia bwana, mtoto kaja na neema, watu wanaenda kutunza madola, pesa nyingi, vijana wengine wanakuambia mtoto ana siku mbili tu kashakuwa milionea. Na ndio maana viongozi wa dini huwa wanawaondoa hofu vijana. Vijana wengi hawataki kuoa. Na ukiuliza kwamba sababu nini, kwamba familia itaongezeka, majukumu yatakuwa ni makubwa, bila kujua kwamba kila anayekuja anakuja na riziki yake. Zile ambazo zilizopatikana kwa sababu ya ujio wa mtoto singepatikana kama yule mtoto asingekuja. Kwa hivyo kila mtoto anapokuwa anakuja na riziki yake. Sasa hapa kwenye riziki ndio kuna utofauti. Kuna mtu ana riziki kubwa na kuna mtu ana riziki ndogo. Kwa hiyo hile tukio lilotokea, mimi sio mfuatiliaji na sijafuatilia, lakini kilichotokea maana yake ni kuonesha ule usahihi wa maneno ya Mungu kwamba yeye ndo anairuzuku na anayekuja anakuja na riziki yake. Kwa sisi kama binadamu hatupasi kuhofia chochote maadamu tayari tuna uhakika wa uwepo wa Mungu. Kwa hivyo Mungu maadamu yupo, basi kile ambacho kinatuhusu sisi kitakuwepo. Kwa hatutaki kuwa na mashaka. Kwa ule ni ujumbe kwa vijana. Usiogope kuoa, usiogope kuzaa. Anayekuja haji kukutegemea wewe. Atakutegemea wewe kwenye usimamizi na kumuongoza tu basi. Lakini kwenye swala la riziki yake anakuja nayo. Kwa hiyo mtoto wa Diamond na Zuchu wamekuja na riziki yake. Naam, sio wa Diamond na Zuchu peke yake. Kila mtoto anayekuja duniani, hata mimi na wewe. Mtoto tutakayemzaa hivi sasa, riziki yake anakuja nayo. Sasa itategemeana na kiwango cha riziki yake. Kama ni kikubwa utaona hata mabadiliko katika uchumi wako. Kwa hivyo usiogope kutoa kilichoko mwilini mwako, maana yake kuzaa mwanamke au mwanaume kwa kuhofia kwamba sijui maisha. Hapana. Anayekuja anakuja na riziki yake. Ukiwa una nafasi ya kuzaa, zaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo. Na Mwenyezi Mungu hajawahi kumwangusha mtu. Watu hawajui hilo. Mungu ni muweza na ni mwenye nguvu. Ameweza kuzisimamisha mbingu 7 na ardhi 7 bila ya kuwa na nguzo hata moja. Mimi na wewe hatuwezi tukaisimamisha hii simu hapa ikakaa hata masaa mawili. Lakini Mungu ameweza mbingu 7 na ardhi 7 bila kuwa na nguzo. Atashindwa kukupa tonge la ugali? Ufikiria, Mwenyezi Mungu, wewe hapo ukila maharage, ukila makande, ukienda kujisaidia, kuna wakati mwingine unakuta maharage ni mazima na mahindi ni mazima. Na una meno, maharage umeyapika na yameiva, umetafuna, tumboni kwako pia kuna mashine ya kusaga. Lakini kuna wakati ukienda kujisaidia haja kubwa au haja ndogo, haja kubwa, unatoa mahindi yake ni mazima. Kuku hana meno. Kuku hapiki, lakini anakula mahindi yakiwa ni makavu. Lakini haukuti akijisaidia mahindi yakiwa ni mazima. Unajifunza nini? Maana yake Mwenyezi Mungu kabla hakuumba kitu alikuwa anajua anachokifanya. Anajua anachokiumba hichi kitakwenda kuishi vipi, kitakuwa kwa namna gani. Kwa sisi kama binadamu, kama vijana, tusiendelee kuishi single. Tuoe, na tukipata nafasi ya kuzaa tuzaeni sana, kwa sababu riziki ya kila anayekuja anatoa nani? Anatoa Mungu. Hatupasi kuwa na hofu mahali popote palipo na uwepo wa Mungu. Naam. Kwa hiyo hii unataka kutuambia kwamba mtoto wa Zuchu na Diamond au mtoto wote anapokuja anakuja na riziki zake. Lakini bwana, japokuwa riziki zake, lakini wazazi kuna tofauti. Kuna mzazi kama Diamond na Zuchu ambao tunajua wana pesa nyingi, wana ushawishi, umaarufu, na kuna wazazi ambao tunasema ndo akina sisi. Sasa wadu tofauti hapa shio. Tunachotakiwa tukifanya sisi sio kuangalia kilichoko mfukoni kwetu. Tunachotakiwa tuangalie sisi, tuangalie kilichopo kwenye ahadi ya Mungu. Mwenyezi Mungu hajawahi kumwangusha mtu. Hata huyu maskini ukimuulizia kalelewa pia na wazazi maskini. Yaani wewe ni maskini unajiona leo, lakini pia ukifanya uchunguzi umeelewa pia na wazazi maskini. Lakini ukumbuke umesoma, sawa, hata kama umesha darasa la 7 na umekuwa na sasa unajitegemea. Kwa hiyo yule maskini, sasa yule maskini kama angeogopa kwamba asikuzai wewe kwa kuhofia umaskini, raha na starehe unazozifanya leo ungezifanya?
Hatutakiwi kuwa na hofu. Wewe utaishi tu, Mungu yupo, utaishi. Yani hata watu waungane, lakini kilichopangwa na Mungu kwamba kiende kikatendeke hakipingiki. Kwa watu hatutakiwi kuwa na hofu, na ndio maana tunashauriwa kutenga muda wa kujua kuyasoma maelekezo ya Mungu ili tupate kujua Mungu anazungumza nini, ufahamu wake ukoje, uwezo wake ukoje. Hatupasi kuwa na hofu juu ya hilo. Kwa hiyo vijana, tusiogope kuoa kwa kuhofia umaskini. Tusiogope kuzaa kwa kuhofia umaskini. Ukipata nafasi ya kuoa, oa, kwa sababu nafasi ikishaondoka haijirudii. Ukipata nafasi ya kuzaa, zaa, kwa sababu muda unapokuwa umeondoka haujirudii. Kwa hivyo hiyo ni fundisho Mwenyezi Mungu anatufundisha. Mtoto amekuja siku moja na ndani ya siku moja amekuwa ni tajiri. Si umeelewa vizuri? Ndani ya siku moja amekuwa ni tajiri. Utajiri wa ndani ya siku moja. Atakayeingia anaacha dola. Sababu mtoto, maana yake wewe na mimi hatuna iPhone 17. Mtoto amezaliwa ndani ya siku moja na iPhone 17. Si ndio? Ukiangalia zile pesa, maana yake ni pesa nyingi ambazo mimi na wewe hatujazikamata. Mtoto wa Diamond na Zuchu amekuwa tajiri kuliko hata wewe ndio Dr. Nyanza. Sasa mimi hawezi akanifikia kwa sababu mimi hajui na miliki kiasi gani. Na sitaki kulizungumzia hilo kwa sababu inaweza kuleta mtazamo tofauti. Umeelewa? Ila nasema tu kwamba riziki ambayo Mwenyezi Mungu aliyemjalia, sawa, imekuwa ni kubwa kiasi ambacho inawezekana labda mimi na wewe tungeitafuta kwa mwezi mzima au kwa miezi miwili, sawa, au kwa miezi mitatu, na kuna wengine inawezekana tusipate kabisa. Umefahamika vizuri? Sasa hili inamaanisha nini? Huyu mtoto hajafanya kazi, ukumbuke. Lakini zimekuja, zimevutwa na nani? Yaani nani aliyekuwa akimvuta yule mtu anayekuja kutoa aje atoe? Sio wazazi. Sasa bila Diamond na Zuchu wangeenda? Of course sawa, wazazi ni sababu, lakini hata wao pia wangekosa kama Mwenyezi Mungu angeamua kukataa kabisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anachokimaanisha hapa ndio mfanyaji wa kila kitu. Na sisi tunapaswa kulielewa hilo. Lakini pia vile vile kumtegemea. Anayejiona anafanya kitu kwa uwezo wake, anafanya kitu kwa akili yake, kuna wakati itafikia hatua atapata ugonjwa wa mkojo, atashindwa kukojoa na atakuwa anatamani kwenda kuwekewa mpira. Uwezo wake uko wapi? Kuna watu wanakuja ofisini kwangu wanalalamika, wanasema bado hawapati choo. Na yeye anaona mambo yake anafanya kwa akili yake, lakini analalamika hapati choo. Akili yake inamsaidia nini? Kwa hivyo kila kitu ni Mwenyezi Mungu. Pale Mwenyezi Mungu amefanya vile kutufundisha sisi. Hatupasi kuwa na hofu kwa chochote, kinawezekana. Hakuna kisichowezekana. Hakuna kisichowezekana. Hakuna. Misha, unaweza mwanamke akawa na ujauzito kwa mfano kwenye familia fulani, Afrika hakuna maelewano mazuri ya mke na familia ya mume. Ndio inawezekana. Inawezekana mwanamke akaolewa na mume, lakini ndugu wa mume wakawa hawajamridhia yule mwanamke. Au inawezekana mume amemuoa mwanamke, lakini ndugu wa mwanamke wakawa hawajamridhia yule mwanaume. Kinachofanyika hapa ni busara. Yaani kujua tu lengo la wewe kuolewa na huyu mtu, lengo la wewe kumuoa huyu mtu. Lengo la kuoa ndilo linalozingatiwa. Hazingatiwi ndugu, hazingatiwi nani. Kinachotazamwa pale ni lengo. Lengo langu ni nini la kuoa? Nipate familia. Basi shikilia hilo basi. Lakini inawezekana. Kama kuna watu wanazungumza na kuambia pengine hata ile Zuchu usikute mama wa mume na ndugu zake wanafanya tu kwa sababu imeshakuwa, lakini kama bado mimeo haijaridhia, kwa sababu ukiangalia hata kwenye baby shower hawakuonekana mama, dada hawajaonekana, wameonekana watu wengine. Kwa kuna watu wanakuambia kwamba hawajaridhia, na waliposti baada ya Zuchu kwa hospitalini kashajifungua. Watu wanakuambia pengine kuna namna, pengine familia ya mume hawakuridhia hii ndoa ya Zuchu na Diamond, lakini pia hata kujifungua kwake wameposti tu kwa sababu imeshakuwa. Tatizo la binadamu ndio liko hapo. Sijui labda yani tufanye nini ili tujue mtu anampenda. Unajua sisi ni binadamu. Na binadamu ana dharura yake pia vile vile. Na haya mambo tusije kwamba si mama yake na fulani alikuwa hampendi Zuchu, si sahihi. Kwa sababu kumsemea mtu kilichoko ndani ya moyo wake, wewe una uhakika gani? Kwani mara ngapi wamekuwa wakipiga naye picha?
Anashindwa kusema neno baya mtandaoni tukalisikia au likamfikia yeye. Lakini kwa nini amenyamaza? Wale ni watu wazima, na ni familia. Ni watu ambao wanaishi na wanakutana. Sasa watu wao mtandaoni huku ndo wanakwenda kuharibu ndoa za watu. Watu wanaharibu ndoa za watu wanaharibu. Lakini mbona watu wako vizuri? Watu wanatengeneza magomvi kati ya Zuchu na mama yake mkwe na dada yao. Hizo ni za watu. Mama Muislamu yule mstaarabu, mpole, kaka zake wastaarabu, wapole, familia yake wastaarabu, wapole. Sasa sisi tunataka labda nini kifanyike ili tujue kwamba kweli yule mtu anampenda mtu huyo. Sijajua, lakini mimi nikitazama naona kama ni mambo ya kawaida. Sasa sijui labda paka mtu alambwe miguu, abebwe au labda apigwe picha bwana, umeona nampenda Zuchu. Labda paka mtu afanye hivyo. Lakini sio kweli. Tuacheni maneno bwana. Wale watu wanapendana na familia zao ziko vizuri na Mungu amewabariki. Tusitaki kwenda kuingiza shetani kwenye familia za watu ambao wanapatana vizuri, wanaishi vizuri, wanacheka, wanafurahia maisha yao. Kukosana ni kitu cha kawaida. Maneno ya mtandaoni ndo nakwambia hayo ndo anakwenda kutengeneza fitina, lakini wale watu wako vizuri, wanaharibu ndoa. Wale ndo wanaharibu ndoa kwa sababu watasema neno ambalo itakuumiza wewe. Alafu mimi wewe utataka kulipa kwangu mimi. Ukilipa kwangu mimi na mimi nitalipa kwa wewe, ndo wadume anaweza kutokea hapo. Lakini kumbe mwanzo tulikuwa tunaishi vizuri tu. Ila hawa watu wa nyuma pazia ndo wanatuchonganisha mimi na wewe. Tena mashaka mtoto usizaliwa mali zitakuwa wanaingiza tu maneno. Sasa wao walitaka afanyaje? Ukiangalia, kwa sababu ukija ukaangalia mfano kama kweli ile mama asingemtaka binti Zuhura, hata yule mtoto asingemuoa. Nani ambaye yuko tayari kumsikiza mke wake kuliko mama yake? Yupo. Ukiangalia mama yake ndo aliyemlea Nasibu. Maana shida na raha zote za Nasibu anazijua mama yake. Hivi unaona kabisa kwamba mama yake aseme mimi sitaki, alafu Nasibu aendelee kung'ania, inawezekana? Haiwezekani. Yaani ni mtu ambaye amekaa ameona kwamba tayari mimi ni mtu mzima, mimi ni mwalimu. Napaswa kuachia hawa vijana niendelee na maisha yao waishi. Afu kija ukaangalia umri wa mama ni mtu mzima sana. Kuna mambo ambayo anaweza kuyafanya na kuna mambo anaweza kuyafanya. Sasa unataka mpaka atoke tena hadharani tena, sijui hivi, sijui vile kwa ajili ya kuridhisha wewe. Busara yake itakuwa iko wapi? Kwa hivyo watu tuache kuchonganisha familia za watu wanaopendana. Wale mama yuko vizuri, mtu mwenye busara. Wanaingilia familia za watu. Ndio, ni makosa hayo. Ni makosa. Tunatakiwa tujenge, tusibomoe. Yaani kwenda kumchonganisha mtu na mtu ni makosa mbele za Mwenyezi Mungu. Sawa, watu kama wanapatana ukataka kwenda kuwatofautisha kwa sababu ya kutafuta followers ni makosa, haipendezi. Nitakiwa tujenge. Kwanza wanamuonaje yule mama? Ni mtoto? Sio mtoto. Na angekuwa ni mtoto hata hiyo ndoa isingefika hapo. Kwani inashindikanika nini? Ndoa ngapi zimevunjika kwa sababu ya familia? Ngapi? Kwa hiyo mama anashindwa. Lakini kwa nini ameamua kutulia? Sasa sisi watu tusivunje heshima za watu. Umeelewa vizuri? Tusivunje heshima za watu. Tumuogope Mungu. Yangu mimi ni Aisha. Sheikh Nyanzige anakuambia jamani, msivunje ndoa za watu, muogopeni Mungu. Msiwachanganishe watu. Diamond, Zuchu, mama yake na ndugu zake kwa ajili ya kutafuta followers. Sheikh Dr. Nyanzige, shukrani sana. Asante sana. Asante.